Lakini nataka kuna mjadala kidogo tuuzungumze hapa. Ambao mjadala huu ulizuka baada ya mchezo wa Simba dhidi ya Singida Black Stars wa ligi kuu ya NBC kumalizika kwa dimba la KMC, ambao mnyama alishinda mchezo wa ligi kuu huo. Mchezo mmoja kabla wa leo. Ilizuka mjadala kwamba timu zina mpango wa kugomea kucheza michezo miwili iliyosalia ligi kuu. Kwanza ulisikia hii mjadala? Nilisikia, niliona baadhi ya maandiko, wanahabari fulani walikuwa wameripoti. Okay. Mtazamo wako ni upi kwenye hili? Kwenye timu kugomea? Yaani ni kama naunga mkono au siungi? Nataka kusikia mtazamo wako kwanza. Kama mdau wa mpira, football stakeholder. Okay, binafsi nimeona hayo maandiko, tukitoka nje hayo maandiko kwa sababu ni maandiko ambayo yanaonekana kama hayana hoja imara za kuyasimamia hayo maandiko. Siwezi kusema uongo kwa sababu huwezi kujua ambao wameleta hizo taarifa wamezitoa wapi. Lakini nasema hawana hoja imara kwa sababu kwenye journalism tunaambiwa we have to check, double check and recheck and balancing information. Kwa hiyo tunapotaka kuifanya and prove information. Kwa hiyo tunapotaka kuiprove information, maana yake tunazungumza na wahusika wa zile taarifa. Wahusika hapa ni klabu. Umeelewa? Klabu sio ziliandika na tumeambiwa klabu 6 na ligi yetu sina klabu 16. Kwa hiyo hizi klabu 6 kama robo 3 hivi ya ligi kuu. Of course. Hakuna klabu hata moja ambayo imethibitisha kwa siri wala kwa dhahiri. Hakuna hiyo klabu ambayo imethibitisha. Na hizi klabu nyuma yao kuna watu ambao wanazipa support. Kwa hiyo huwezi kupeleka barua kwenye mamlaka alafu mkawa mmekaa kimya kimya. Yaani nimepeleka barua chini. Hapana, hii ni timu ya watu. Waambieni watu kwamba bwana, tunapeleka barua hii kwenye mamlaka kwa sababu tunaonewa. Umeelewa? Ndio hizo mambo yanavyokwenda. Sasa kama unapeleka chini manake inatia question mark. Lakini katika hoja ya pili ni mamlaka yaliyopelekewa barua kwa maana ya bodi. Bodi wenyewe pia walikanusha kupokea hizo barua. Hakuna barua yote ambayo walipokea. Yes, kwa hiyo maana yake hii taarifa ina hang hapo juu. Sawa, habari za kikachero zipo, lakini taarifa ambayo unaona kabisa kwamba proof yake ni ndogo. Sawa. Yes, kwa hiyo ukinitoa katika hiyo taarifa nabaki mimi sasa nje ya kuzungumza hiyo taarifa. Kuhusu kwenye swala la waamuzi. Swala la waamuzi kukosea kuchezesha mechi ni kitu ambacho kipo. Yes, kipo. Sasa kukosea sijui kama ni makusudi au ni kwa bahati mbaya. Makosa ya kibinadamu. Makosa ya kibinadamu yanatokea. Yanatokea sana. Hii hapa kibinadamu, hapo ya makusudi. Yes, na hiyo napiga picha achana na Europe. Hapa Afrika kuna kesi nyingi sana za waamuzi kuwa na mazingira haya ya kubeba klabu. Shaone. Kwa mfano, unaona ligi ya Misri. Ligi ya Misri, Pyramid dhidi ya Ahli dhidi ya Zamalek dhidi ya Pyramid. Hizo mechi achezeshe mwamuzi wa ndani. Lazima atoke mwamuzi kutoka nje aje kuchezesha ndani. Kwa nini? Ndio maana mechi ya mwisho ya Ahli na Zamalek kuna mmoja yao. Yes, Ahli alisema hatuji kwa sababu mwamuzi alikuwa ni wa ndani. Kwa nini? Kwa sababu ukitrace Ahli na Zamalek ndio timu ambazo zimewagawa wa Misri. Kuna huku na huku. Wapo mashabiki wengine wadogo wachache katika timu vingine, lakini hizo ndio timu ambazo zimegawa mioyo ya watu wa Misri. Kama Simba na Yanga. Tukija hapo kama ulivyogusia kama Simba na Yanga, ukiangalia mataifa yote makubwa kwa maana ya Misri, tunaenda kwenye rank za viwango Afrika. Ndio tunaposema mataifa makubwa katika mpira. Misri, South Africa, Algeria, Morocco na Tanzania. Ndio mataifa ambayo yako juu kwenye viwango. Haya matano niliyokutajia hapo. Mataifa matano haya ni mataifa manne tu ambayo yamepeleka waamuzi katika finali za kombe la dunia. Kumradhi, nimekosea. Ni taifa moja tu ndio lililopeleka waamuzi katika finali za kombe la dunia. Hapa namaanisha central referee, waamuzi wa kati. Waamuzi wa kati ameenda Issa Si kutoka Senegal, ameenda Beida Dahane kutoka Mauritania. Hayo mataifa yote mawili hayapo katika matano bora. Ameenda Ngabo Ndala kutoka DRC, alipo. Ameenda Ibrahim Mutaz kutoka Libya, hayupo. Na ameenda ni Mustafa Gorbal kutoka Algeria. Kwa hiyo ni Mustafa Gorbal peke yake ndo katokea katika yale mataifa matano ya juu kabisa kwenye viwango. Kwa nini? Ikiwa haya ndo mataifa ya juu kabisa, kwa nini ligi zao hazitoi waamuzi bora
wakenda kwenye hiyo michuano. Ikumbuke kwamba hii ndio cream ya hao waamuzi wa Afrika. Kwa nini haya mataifa hayajatoa? Hayo mataifa yote niliyokutajia ni mataifa ambayo kuna timu mbili giant greatest zenye nguvu ambazo zimegawa watu ndani yake. Waamuzi katika mazingira namna hiyo wenyewe pia wanakuwa na timu zao. Ukiachana kuwa na timu zao, hiyo ligi yake inakuwa na pressure kubwa kwa sababu ya uwepo wa hizo timu. Kwa hiyo kila upande unang'ang'ania kutaka kuwa bora. Tunafanyaje? Tunakuta sometimes ligi inaharibika. Ndio. Sio ndio kwa picha kubwa sana. Misri ndio imefikia tu sasa waamini waamuzi wa ndani. Yaani wanashinda tu kusema bwana ligi nzima wasitezeshe waamuzi wa ndani. Huwezi kusema hivyo. Lakini tunapokutana wenyewe kwa wenyewe hatutaki mwamuzi wa ndani kwa sababu hamna mwamuzi ambaye utampeleka achezeshe dabi ya Cairo ambaye hayupo upande wa Zamalek au upande wa Ahli. Kila mmoja na mahaba kwa kila mmoja atakuwa na upande wake. Lakini pressure ya hizo timu lazima tutamtengeneza wewe mwamuzi. Yaani kuna uwezekano, sio lazima, kuna uwezekano wa kumtengeneza. Na ndio maana hayo mataifa ambayo nimekutajia hapa Cairo dabi, Soweto South Africa, ni Kaizer Chiefs na Orlando ndio imewagawa wa South Africa. Zipo timu nyingine lakini hizi timu mbili ndo zenye mass supporters. Ukenda Morocco, Wydad, Raja ndo zimewagawa wa Morocco. Zipo timu nyingine ambazo zina mashabiki wake lakini hawa ndo wakubwa zaidi. Ukija Tanzania, Simba na Yanga ndo zimegawa wa Tanzania. Ukienda Kongo, Algeria, achana Kongo haipo kwenye orodha. Ukienda Algeria wametoa mwamuzi Mustafa Gorbal. Algeria wana maklabu mengi makubwa. Sawa. Katika timu za Afrika, yani katika mataifa ya Afrika, Algeria ndo wanaongoza kwa na maklabu makubwa mengi. Sawa. Wana JS Kabylie. Sawa. Wana CR Belouizdad. Wana MC Alger. Wana USM Alger. Wana Constantine. Timu ngapi hizo? 5. Ambazo zote zina fan base. Zote zina fan base. Zote ni timu bora. Sawa. Na hata kwenye michuano ya CAF unaona zinatokea kucompete. Kwa hiyo maana yake ni timu kubwa. Walikuwa na ile Sora ilikuja kidogo imepotea. Unakumbuka? Kwa hiyo Algeria wako hivyo, wana nguvu. Sasa ligi hizo na ndo ligi bora hazina waamuzi kule. Maana yake kuna changamoto ya waamuzi katika hayo maeneo. Umeelewa? Ndio maana haijenda kule cream yetu. Nakuelewa. Sio nimekujibu vizuri? Sahihi kabisa. Sawa. Nini kifanyike unafikiri kwa mtazamo wako? Wako ambao wanazungumza kama VAR ni solution kutatua hii changamoto ya waamuzi. Lakini wako ambao wameenda mbali zaidi kwenye kutanua ubongo kwamba marefa wetu wa ndani wanatakiwa wapate elimu zaidi. Kitu ambacho mimi nafikiri au wewe utanipa mtazamo wako. Ni kwamba elimu inayotolewa hapa, mafunzo yanayopata hayatoshi kufikia ubora wa kuchezesha mpira kwa bila kuwa na haya makosa ya kibinadamu, au ni kweli VAR inatakiwa iletwe kutumika kwenye ligi NBC? VAR kwa mtazamo wangu ina msaada wa kupunguza, sio kumaliza. Haiwezi kumaliza matatizo. Kupunguza kidogo. Itapunguza kidogo. Na nasema hivyo kwa sababu VAR hii Afrika, hiyo VAR inachezeshwa vizuri kabisa. Hadi VAR yenyewe inakaa, inataga. Anatuma mtu akae mule. Nakupa situation mbili. Tena kwenye mashindano makubwa ya kutia aibu. Yaani imetia aibu. VAR nenda kaangalie, ilikuwa ni semi-final ya Raja Casablanca na Ahli 2021-22. Wamechezea pale Cairo, Misri pale. Ahli uko unga msimu ule. Shona. Wanacheza na Raja wa moto. Raja katoka kumpa chuma 3 hapa Simba. Unakumbuka? Ndio. Raja hivi. Katoka group stage kamaliza, kapasua watu wote kwenye group. Raja ile pale. Wakaenda Misri. Ahli tena. Unajua hawa na timu. Kwenye VAR bwana tukapata kituko. Mwamuzi alikuwa Jean King Abondala kutoka DRC. Mchezaji wa Ahli alipiga mpira wa cross. Hivi. Mpira ukaenda kumgonga beki wa Raja. Ukamgonga kwenye mguu pembeni hapa. Baada ya kumgonga ukaenda nje. Yule mchezaji wa Ahli anakimbilia kwenye kona. Yule beki na yeye anasogea kwenye kona. Anasogea hapa kwenye pochi aje kukaba. Kwa hiyo wakati anasogea huko na yule anakimbia kule, Ngambo Ndala kashika Kambo tuta au? Unasemaje? Bwana, njoo angalia huku. Hilo tuta imekuaje? Njoo kwenye screen. Ngambo Ndala kaenda kucheza. Watu wanashangaa kitu gani? Ndio wachezaji
Vipi? Anaambia huu mpira umeguswa na mkono. Umeguswa na mkono. Ngabo Ndala akasema subiri ende kwenye VAR. Akaenda kule. Kaenda kwenye VAR screen pale kaangalia. Ameangalia sisi ambao tulikuwa tunaangalia. Mara kwanza tuliona mpira umegonga mguu umetoka nje. Ile engo ambayo umetogea VAR inaonesha kabisa mpira umegusa mkono. Sisi tukasema da kweli tuta. Yaani raia tunaoangalia tuta umegusa mkononi, mpira ndio kaenda nje. Mwanangu Raja walikasirika mpaka wakataka kugomea mechi. Bwana inawezekanaje sio kweli ni VAR imesema tuta kwa yeye kwa pale. Amrel Solaya akafunga penalty. Watu washafanya mazingira. Washafanya mazingira sasa. Siku ya pili. Zikaja kutoka engo za ukweli. Yaani kuna engo ambazo mwamuzi pale Ngabo Ndala hakupewa. Kuna engo inaonyesha mpira umeenda mkononi. Watu wakapita nayo ile wakasema hii. Alafu kuna engo akaonyeshwa siku ya pili za kuonyesha engo mpira umegonga mguuni na umeenda nje. Isharibika tayari. Hiyo moja. 2. 2019 VAR ndo na introduce finali CAF Champions League. Mechi ya kwanza wamecheza Wydad na Esperance, ilichezwa Mohamed wa 5 Morocco. Mechi imeisha kwa sare ya bao 1-1. Mechi ya pili ndo kupigwa Stade Rades Tunisia. Final ya pili second leg, kocha huyu hapo Moina Shabani. Ile Raja iliyozirumiwa na Ahli ile, kocha alikuwa Rashid Tausi. Hii kocha Moina Shabani alikuja na RS Berkane. Yule mwamuzi, ile mechi imechezwa Esperance wakapata goli Yusuf Belaili. Waya! Goli aggregate wanaongoza 2-1. Baada kupata goli wa Raja nenyewe kaenda kupata goli la kichwa. Mpira umepigwa hivi akatokea Mwamba akafunga kwa kichwa. Kufunga kwa kichwa, kipenga kimepulizwa. Kipenga kimepulizwa, mwamuzi alikuwa Bakari Gassama ambaye anatokea Gambia. Kapuliza kipenga bwana, hilo sio goli ni offside. Offside, wale akaanza kukataa. Offside, hiyo offside, hiyo sio offside, wakaanza kumfuata offside, so offside. Kaangalia kwenye VAR, wakampush. Sasa jamaa hata kwenda kwenye VAR, anapewa maelekezo ambayo VAR ifanye kazi. Imezima. Mzigo umekata. Wewe fanye kazi. Wewe amua tu hivyo. Akasema bwana hilo sio goli, njoni mcheze. Yule akasema hatucheze. Wakatoka. Njoni mcheze, hatuchezi. Wakagoma. Wydad. Wakagoma akasema si hatuji kucheza hiyo mechi, tunakaa hapa chini, haiwezekani hiyo mashine liwe bovu hapo na hii ni finali. Ilifungwa ya nini sasa? Msemo ilifungia nini? Na tulikubaliana kanuni kwamba kuna VAR anakuja afanye kazi. Basi iliko pale afungoma, kumbe watu walikata nyaya. Pale uwanjani. Watu wamekata nyaya, mzigo usome. Afu mwamuzi ambaye alikuwa kwenye chumba cha VAR ni mmoja, yaani hiyo Gassama alikuwa ndo top referee Africa. Jean Sikazwe alikuwa ni top referee Africa, ndio alikuwa kwenye chumba cha VAR kutoka Zambia, wote ni retired kutoka Zambia. Amekaa kule juu, anaambia bwana hiyo ngoma imeisha hapa, tusikuwa na kitu. Basi wakagomea bwana, wamegomea. Mwisho siku mechi kwa abandon, wakapewa ubingwa wale Esperance. Ubingwa wamesusia mechi, akapewa ubingwa Esperance, ndio kaenda kuchukua trophy yake ya 4 Esperance de Tunis. Kwa hiyo hayo ni matukio ambayo nimekupa. Nakupa jingine la mwisho. Mechi ya Simba na RS Berkane ya kule Morocco. Mohamed Hussein aliitwa njoo. Yusuf Dayo akaitwa njoo. Wakaitwa kaambia okay, tunacheza mechi na VAR, lakini VAR kwa sasa haiko sawa. Kwa tunacheza bila VAR. Unyama. Mechi kenda kuanza. Na finali. Ile ya juzi. Uliza waambiwe. Wewe ndo unanipa ujue. Ndo nakwambia hiyo inaitwa untold story. Story ambayo unaweza kuisikia sehemu nyingine. Mohamed Hussein si mwanao. Mpigie simu. Sio mwanangu, umejuaje kama mwanao? Sio mwanao kumbe? Au umejuaje? Kwani kwa mwanao Mohamed Hussein si kitu cha kawaida? Tunawafahamu. Kwani ni dhambi? Sio dhambi. Mwanao wewe, sawa, nipe story. Mbona kama mnabifu? Mwanao wewe. Kapteni ana baya, sawa. Kwa hiyo akaitwa akaambiwa VAR hakuna. Mwamuzi anaitwa Pierre Acho kutoka Gabon. Akawaambia pale, sasa Kifaransa au Kiingereza, yeye aliwaambia pale, hapa VAR hakuna. Alielewa Mohamed Hussein? Alielewa. Itakuwa alielewa. Kwa sababu French haitoki pale. Wale waamuzi wanajua French, wanajua Kiingereza, au Kiingereza anajua. Kiingereza kipo. Kwa hiyo Kiingereza. So unajuaje Mohamed Hussein anajua Kifaransa? Sija kumsikia kizungumza. Ndio je kumsikia. Kwa Kiingereza unaweza kumsikia? Hata kwa Kiingereza nisha kumsikia. Basi ndio hivyo. Ndio aliambiwa pale. No matter what, hata kama uelewi. Football na nini unanicho yake VAR hapa hakuna. Refa anafanya hivi tu no. Hakuna. Kwa hiyo ndio akwenda kusema. Inabidi anawaambia tu, "Oya wanangu, VAR hakuna." Una kazi kumwambia mpanzu kwa Kifaransa. Anamwambia ngoma, mwambie kwa VAR hamna.
Wewe ngoma sikia kidogo. Ngoma Kiingereza kipo. Ngoma sika Nigeria muda mrefu. Kwa hiyo wale wakawa wamekubaliana fresh. Ngoma likapigwa pale. Haya toa ile semifinal ya hapa Stellenbosch na Simba Stellenbosch pale Zanzibar. Wewe ni Ngavondala kaenda kwenye VR akaangalia hii offside. Akawa anarudi akagaili akafuata line. Unaje? Afu mwanangu kama Miraji Miraji na Chagamba. Usicheke. Sasa unacheka. Sawa. Kwa hiyo sasa kenda kuangalia akamuuliza tena mwana pale yule mwana Mauritania. Ndo alirudi finali ujue ile fourth. Ndio. Alirudi tena final pale. Baadaye wameenda kukubaliana bwana hiyo itakuwa goli tu. Ngoma ikawa imeamuliwa pale. Jambo ikawa limepita. Kwa hiyo VAR ina hizo changamoto. Changamoto zinatokea kwenye levels za juu kabisa. Kwa hiyo VAR wapo watu ambao wanaichezesha. Sasa VAR inaweza sichezeshwa kwenye hizi mechi za kawaida hizi. Afaje kuchezeshwa kwenye mechi kubwa. Ndio. Anacheza na Azam pale, anacheza na Yanga, anacheza na Singida, hata watu wanaichezesha ile papa. Bwana kuna yengo hizi hapo zisitoke, hizi zitoke. Wewe VAR ukileta watu wanaweza kuingia umo. Watu wenye nia hofu kama mtu ana nia hofu, anaingia umo. Wanaweka mtu wao pale. So wale seminar ni seminar mimi naamini wanapewa. Yes, seminar wanapewa seminar, wanapewa mazoezi nini fresh. Mimi naamini hivyo. Yaani siamini kama waamuzi wetu hawana uwezo. Mimi naamini wana uwezo mkubwa sana. Lakini at the moment tunapozungumza ni Ahmed Arajiga. Waamuzi wengi wazuri tunao. Huyo Ahmed Arajiga na kana sasa ndo the best. So, mechi bwana kola Ahmed yuko wapi? Aenda kukaa pale. Kwa hiyo ile inatengeneza inazidi kutengeneza credit. Anajipambanua pia hata kwenye michuano ya kimataifa baadhi ya michezesha. Yes, huko anaenda, anakuwa fourth official hivyo. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana kwake. Nadhani wengine pia waige ile ambacho anakifanya. Kuna marefa mpaka wanafahamu, kuna marefa na enjoy kuwaona uwanjani. Yaani hata ile miili yao ile. Wana miili kabisa ile miili yenyewe ile. Wewe tulia. Kuna mwamuzi mmoja anaitwa Abdul Wajihi. Unamjua? Kutoka kama sio Tanga Arusha. Moshi Arusha. Mrefu. Ana mwili fulani hivi. Tanga yule. Anatoka Tanga. Ule mwili ule yani bonge moja la respect kwa muonekano. Si maanishi kwa muonekano mdogo ndio ufanye kitu. Bamlak Tesama yule wa Ethiopia. Kiwamuzi fulani vikifupi lakini amenyooka. Toma Bongile kutoka South Africa amenyooka. Abubakar Bubu Traore kutoka huko sio wapi. Kwa hiyo wapo waamuzi ambao ni wazuri. Yupo mwamuzi mmoja anaitwa Abdul Kadir Atkan wa Somalia. Ana punk hivi, ananyoa punk cheupe hivi, kinanyoa punk hivi, kiblazameni fulani. Bonge moja la referee. Ni mdogo tu. Ndio umri hawa kina Mdoe hawa. Ushaona? Ndio hizi. Lakini tayari wameshavuka, wamesha cross borders. Wako huko akina Kayoko wako huko wanafanya vizuri. Na yule mwamuzi anatokea Somalia kwa mpira. Ndio yule wanatokea huko. Wanafanya vizuri. Kwa hiyo sisi waamuzi wetu wana nafasi kubwa. Kuna mwamuzi mmoja anaitwa Ismail Mahmoud. Alikuwa anachezesha finali ya kwanza first leg ya Champions League kutoka Sudan. Yule mwamuzi anaishi hapa Tanzania. Yes. Yuko Kariakoo, si ndio? Bonge moja la mwamuzi ligi ya Sudan ipo. Haipo lakini alikuja pia akafanya mazoezi na marefa wa hapa kwa ajili ya kopa uzoefu. Kopa test nini? Yule mwamuzi Champions League final. Sundowns yuko nyumbani dhidi ya Pyramids. Kapewa yule na yuko pale Kariakoo mmekaa naye. Kapewa yule kaenda kuchezesha pale mechi, kamaliza mechi bwana anarudi nyumbani Kariakoo. Enda kutulia. Sudan ligi hakuna lakini tayari ni trusted. Anatoka hapa na panda ndege anaenda kuchezesha. Anaenda kucheza game akitoka hapa anarudi tena hapa. Ni trusted, anaaminika. Ni mwamuzi mkubwa. Shaona? Sasa au amtumie yule kwenye Simba na Yanga Dabi. Watu kanuni lakini tunasemaje? Afu kuna shirikisho karibu hata kumuita kuongea naye kumpa kazi na kwa rahisi. Issue inakuja kwenye kanuni. Usivunje kanuni tena hapa sasa. Vunja kanuni tu. Nategemea kanuni za ligi zikoje. Kanuni zisivunjwe. Huenda ikawa hairuhusiwi mwamuzi kutoka nje ya taifa hili kuchezesha mchezo wa ligi. Inawezekana. Na hawa waamuzi, unaona waamuzi kuna cream pale kutajia waamuzi wakubwa. Sheikh hao waamuzi wanakwenda dinje. Yule Dahane Beida yule anaenda hadi China, anaenda Saudi Arabia kuchezesha mechi. Na kwa ni Mauritania. Anatoka Mauritania anaenda huko. Sasa soka Mauritania hakuna hayo maklabu makubwa ma heavyweight ambayo Nwadhibu ndio klabu yao kubwa. Kwa hiyo timu kubwa pale nyumbani ni Nwadhibu kamaliza. Ngavondala atoka DR Congo. DR Congo klabu kubwa ni TP Mazembe. Ile Kinshasa Vita klabu imeshajifia. Haya, mwamuzi mwingine Issa Si kutoka Senegal. Senegal klabu kubwa ni ipi? Hawana maklabu yao yote ni average.
Haya, yule mwingine Ibrahim Mutaz anatoka Libya. Libya maklabu makubwa hivi. Al Nassr, Tripoli, Benghazi, nane maklabu kibao. Kwa hiyo yani hizi ligi zetu, hizi ligi kubwa hizi, changamoto sana kwenye waamuzi. Sawa sawa. Nafikiri kila tumeweka sawa. Tanzania wamesikia tuzungumza, na mwenye kuelewa ameelewa, mwenye kufurahi kafurahi. Shukran. Jazakallahu khair, shukran.